Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu wa saa 12 na dakika 1. Kwa sasa kama unavyonifuatilia katika habari zetu za jioni ya leo, tuna mengi yenye ya muhimu ya kutangaza na tuna mengi ya kueleza kupitia yote yanayopitikana ndani ya uwanja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mkiona kwa sasa changement de climat imebadilika kwa sababu ya hewa mbaya, mvua, pepo nini inaendelea kupitikana. Lakini ninasema siwezi kutulia bila kuwapatia habari zenyewe zinaendelea kupitikana ndani ya uwanja Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na mengi yameendelea kuonekana katika uwanja wa mapigano. Ndakuja kuwatangazia katika habari hizi kwa masaa zetu kama kawaida. Kwa sasa nimewaletea habari hizi zinaofuata katika muda huyu wetu wa saa 12. Mashabiki zangu wote kutokea ndani ya Media Bukavu TV, ndani ya Media Goma TV, nimewakaribisha ndani ya muda wetu wa habari huyu wa saa 12. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu, nashukuru zaidi kuwa pamoja na mimi ndani ya Media Goma TV, na kuwa pamoja na mimi, hamuniachilie, mwendelea kuwa pamoja na mimi na mwendelea kusubscribe kila time ama kila dakika. Na katika leo tuna mazungumzo na tuna mengi ya kutangazia na tuna mengi ya kueleza kupitia haya yote ameendelea kupatikana ndani ya seta ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki zangu kutokea eneo ya Lubumbashi, kutokea eneo ya Manyema, kutokea eneo ya Katanga, kutokea katika seta ya Kindu na kutokea katika eneo ya Mwenga, nyinyi wote tunaendelea kuwashukuru zaidi. Mashabiki kutokea upande wa North Kivu, kutokea mara moja ndani ya seta ya Sud Kivu mpaka Kinshasa, tunaendelea kuwashukuru zaidi. Lakini leo tunasema acha tuwapashe yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika yote habari zetu za leo. Na katika leo, na kwa sasa mkiona niendelea kubadilisha kwa sababu ya image, vous avez ndakuja kuwapatia image yenye iko très clair, image yenye iko salama zaidi. Na katika hili muda wangu wa leo kwa kuwatangazia hizi habari zenye niko nazo, lakini nataka kuambia watu wangu, katika uwanja mapambano mambo imeendelea kubadilika. Mambo inaendelea kubadilika kwa sababu wanajeshi wa M23, wanajeshi wa Twirwaneho, kwa sasa mambo yao imebadilika. Sasa kwa muda kama huyu mambo imechange zaidi. Katika mambo kubadilika sio kusema ni jambo lenye furaha ama ni jambo lenye, kwa sababu wanajeshi wa M23 kwa sasa mahali wamefika mambo imebadilika sasa kupitia kwa sasa vyombo kwa sasa kupigana, na katika mambo za kivita zinaendelea kuwa ndogo zaidi kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa sasa imeegeza wanajeshi wengi zaidi kutokea upande ya uko ndani ya Kalemi. Hili ni habari nawapatia kabisa, iko totally, na niko katika uwanja ndio kuwatangazia hivi. Katika eneo ya Kalemi kwa sasa wanajeshi wameingia zaidi ndani ya sekta ya Uvira, na tu wameingia katika sekta ya Uvira. Kumbuka kuna haya imekuja kutendeka sasa, kuna haya yamekuja kuingia katika uwanja, na kama ninavyokuambia mashabiki zangu mnavyonisikiliza, kwa sababu nikiendelea kuwatangazia hili, kuna wengi wale wenyewe hawaelewi na kuna wengi wananielewa, kwa sababu kwa yote ninavyozungumza, kwa sababu niliwaambia sio watu wengi, watu wote wanasikia kitu kimoja, sio watu wote wanasikiliza vitu kwa dakika moja. Kumbuka kila mtu ana maswali yake na kila mtu ana malengo yake na kila mtu ana maonyo. Lakini leo kuna haja anakuja kuzungumzia kupitia mapigano amezuka katika eneo ya Mwenga. FARDC iliamua kushambulia wanajeshi wa M23 walikuwa katika eneo ya Ilundu. Wamepigwa vibaya zaidi, drone zimepigwa. Hacha niwaambie tu ukweli, FARDC imeshambulia muno zaidi, mpaka drone zimechapa muno zaidi katika sekta ya hapo ndani ya Ilundu na paka sehemu ya Itombwe. Mapigano ilikuwa leo, ilikuwa mvuta kwa kuvuta tangu asubuhi. Drone, ndege za vita za FARDC zimeanza fanya kazi kwa sasa. Niliwaambia katika habari zingine, eneo ya Kalemi wanajeshi kumeshuka karibu bato 3 ya wanajeshi wa FARDC wa ranforo wa jeshi la Ibu la kuja kupeana ranforo ndani ya sekta ya Uvira. Lakini kitu kinye kinayotunuliza maswali mengi, kitu moja kinaendelea kunikasirisha mpaka unajipata sometimes mimi mwenyewe nimekasirika kuona tayari vipi mara moja jeshi linakuja kwa wingi zaidi katika upande wa Kalemi. Wanatokea Kalemi wanakuja mara moja Uvira, wakifika Uvira wanakwama, maendeleo ya mapigano imekosa. Unajipata ukiingia kwenye uwanja wa mapigano mapare vita, kwa sababu Minembwe sio kitu. Minembwe ni kitu kidogo. Minembwe kama hata FARDC yaache kutumia ndege, isemi haache ipambane kwa sababu ya kupambana kwa risasi. Yaani Minembwe ni dakika 20 tu ishachukua Minembwe.
Lakini ukiangalia Minembwe imechukua kama ni jambo kubwa zaidi. Minembwe imechukua kama ni kitu moja kubwa zaidi katika ndani ya nchi ya Kongo, mpaka inaleta historia. Ukiangalia watu wameteseka Minembwe, raia population wameteseka Minembwe kwa sababu ya watu wadogo wanakaa tu yani watu wapatia hapa wanakaa katika sekta ya Minembwe. Lakini wewe kama unavyonisikiliza mara moja unaangalia unajiuliza Minembwe kuendelea nini? Watu wanajiuliza Minembwe ni kitu moja, ni kama Kinshasa. Wanafikiria Minembwe ni kapitali. Wanafikiria Minembwe yani trade. Minembwe watu wanachukulia Minembwe ni kitu yenyewe haiwezekani haiwezi kuchukuliwa kwa dakika moja. Lakini nikiwaambia Minembwe inazunguka na vijiji tofauti. Vijiji tofauti. Lakini kwa sasa ukiangalia watu wamekufia katika sekta ya Minembwe. Hili kwa sababu nazungumza haya kwa sababu kuna video niko nazo hapa, mavideo pamoja na mafoto zenye uzuni zaidi. Ukiona katika upande la jeshi la Burundi, ukiona kwenye jeshi tukamate kwanza wanajeshi wa Twirwaneho pamoja na jeshi wa M23 wameuawa ni wengi zaidi. Kwa sababu hapo kumbuka ni ile kwa sababu kuna picha zenye ziruhusiwa kuonekana kwenye video kwa sababu tunaweza kupata shida kitu inaitwa strike ama punition ya YouTube. Lakini kwa sasa hili niwaambie ndugu zangu mnavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, ni sehemu yenye uchambuzi, ni sehemu yenye kueleza habari yenye uhakika. Nikuulize swali moja. Kama tayari wewe unajua uko na ndugu yako katika uwanja mapambano, uko na ndugu kutokea upande ya M23, kwa kweli pigia simu muulize kwa uhakika. Kumbuka katika serikali wamewafunza kitu moja, kusipopeana ukweli, hata kama wameuawa kama punda, wameuawa kama bata, wameuawa kama tumanyengelele, wasitaje ukweli. Uliza wanajeshi wangapi wamekufa tarehe 15 mpaka tarehe 19, ni wanajeshi wangapi wamekufa ulayani Minembwe. Ili ni taarifa niwapata siku mbili, tarehe 15 na tarehe 19, ni wanajeshi wangapi wamekufa Minembwe, jeshi la Twirwaneho na wanajeshi wa M23. Hili ninayopatia taarifa kwa sasa. Na muulize mulipata mablessé wangapi? Kama wewe unajua tayari uko wewe unataka kujua ukweli, kwa sababu unakumbuka kupitia media mnasikia wengi wanasema media inasema uongo, wengine wanazungumza media sio ya ukweli, wengine wanazungumza maneno mengi tofauti. Nataka niulize hili ujue tayari haya naweza kuwatambulia. Uliza swali moja kwa jeshi la FARDC. Wewe kama uko na ndugu yako wa jeshi la FARDC, uliza jeshi la FARDC, uliza ndugu yako, ingia kando, muulize ndugu yako, hebu niambie ukweli. Kwa kweli mumekufa huko ama vipi? Nakwambia tu ukweli, watakwambia kweli tumeteseka. Ni hili tu tuweze kuacha kazi ya kijeshi. Wanajeshi wamekufa. Ulize kwa wanajeshi wa wazalendo. Mimi natetea wazalendo mara kwa mara. Wazalendo nous sont des populations là. Vous êtes là dans une organisation. Vous n'avez pas encrété, vous avez les gardé comment vous avez abîmé, vous avez chassé tous les mers dans une pays là. Uliza mara moja, jeshi la wazalendo wamekufa ama hawajakufa? Uliza ndugu yako mwenye Uvira. Uliza niko Uvira kwa sababu mimi nikiwapasha habari, kwa sababu niko na wale wenyewe wako hapo wanajua wananipasha habari kuniambia ndugu yetu hapa tunakufa kama panya, tunakufa kwa wingi. Shida hatuna strategia ya vita. Tukiingia kwenye sekta mara moja tunapigwa madrone na wa M23. Na gesi sisi tunauawa na hao wengine wanakufa hivyo. Lakini ukweli njoo hatuwezi kuweka nje. Tayari unajiuliza bwana ndugu yako fulani angalia atakwambia ule alikufaka kitambo. Kwa sasa hii atakwambia mara moja alishaka kukufa. Unaona vitu ninavyowaambia? Uliza hii ni wapatie upande wa Siri Kivu hiyo. Muelewe vizuri ninavyowaambia ndugu zangu Wakongomani mnavyonisikiliza kote. Yoyote anavyonisikiliza kupitia media Goma TV. Kwa sababu wote mko naona hapa. Gisi unavyosikia mara moja kuna watu wenyewe unasikiliza mumesikia story tu mtu alikufanga mtu tunakuja tunawaambia bado hajakufa. Wale wamekufa tayari. Hili ni jambo ninakupatia ni jambo la ukweli kwa sasa. Hili muelewe kupitia media Goma TV inaendelea kuwaletea habari yenye usasanguzi. Mkiona habari inatokeleza kusema kama mtu alikufa kwenye uwanja wa mapambano, tayari elewa amekufa. Hata kama tutakuja watu wote watatangaza habari hapa ati hiyo ni habari za uongo ni nini, huyo mtu bibi yake anakaa kwa nyumba wanamdanganya. Bibi anajua ukweli mtu wake amekufa, lakini kwenye social media watu wanakuja tunawapanga vizuri tunawaambia bado, lakini familia ya huyo mtu tayari wanakosha jua pata ripoti, lakini wanampatia kuwa kalme asitangaze haya kwa sababu huyu ni mtu alikuwa tegemeo na watu walikuwa kitegemea. Kwa sasa wanajeshi wengi wakijua huyo mtu amekufa tayari itakuwa, lakini wanajeshi
wanajeshi wale wapumbavu wenye waelewe tayari wale ndio watajua hajakufa, lakini mwanajeshi wa ukweli ataona kwa nini huyu mtu alikuwa akionekana kwenye mtandao kwa saa hizi haonekani. Sijui kama unanielewa. Hili ndio jambo lenye nawakaribisha na kila mtu anisikilize na nitambue kwa yote kupitia media Goma TV, kwa sababu mimi nimekuja kuchambua ukweli na nikuweka wazi, kwa sababu watu wetu wameendelea kuteseka lakini bila kupanya ukweli. Wanajeshi wa M23 wamekufa kama tunyengelele. Upande wa Nord Kivu wamekufa, upande wa Sud Kivu wamekufa, mpaka magisi wanaokufa nao na jeshi letu la Kongo linaendelea kukufa hivyo hivyo, lakini wale wenyewe wanabaki wanasema inabidi wafanye nini? Wafaulu na kuja kuwapeleka mara moja. Tangu juzi mara moja jeshi la wazalendo, viongozi la wazalendo mpaka leo waliamkia tena kwenye marenyo tofauti. Kwenye marenyo wanaenda kupanga ile notion de propagande. Comment vous avez encadré les populations, comment vous avez nije mtaendelea kuongoza. Yani ile wanasema mliona tayari ngoma nzito na viongozi wengine tofauti wanaendelea kufanya marenyo ndani ya Uvira kusema kama hao wana mpango wa kuchukua Bukavu. Kumbuka hii ni story ama hii ni maneno ilizungumzwa tangu miaka kadhaa, tangu mwaka 2025. Raia population hawataki kwa sasa maneno. Raia population wanataka kujua ukweli, wanataka kuona vitendo. Wamechoka kuaidiliwa, wamechoka kuambiliwa, kwa sababu katika leo hizi watu wamechoka kwa kweli kujua ukweli. Inabidi kila mara ukiwa unanisikiliza kupitia media Goma TV, ukiwa unanisikiliza kupitia media Bukavu TV, kumbuka mimi reporter Nelson ukiniona katika mnara huyu, jua hapa ndio kwenye uchambuzi. Leo nimeamuka kwa kuja kuwapea uchambuzi ya ukweli ya kindani. Hatuwezi kusema upande fulani hao wote wamekufa jameni. Lakini kumbuka wanajeshi wa M23 wamekataa kwa kushindwa. Wanakataa kwa kweli, lakini nao wameteseka vibaya mno, kwa sababu sehemu zote za seta zote zao zimezingatiwa, zimepigwa, makona zao zote zimetegwa. Mashabiki zangu, na kama unavyonisikiliza mara moja kupitia media Goma TV, subscribe, like, comment ili mara moja habari zangu mara moja ziendelee kukufikia, na usisahau kubonyeza ndani ya media Bukavu TV, sababu tunaendelea kuwapasha habari yenye uhakika na habari yenye kupitikana katika uwanja wa mapambano. Na kupitakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu za saa moja asubuhi tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Leo nilikuwa ninataka kuambia haya yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini chani lingine moja Kinshasa iliendelea kuchukua, ilileta wale wakuluni, tuseme wale walikuwa maprisonniers au Momala, wamekuwa ndani ya centre de formation la de côté la de sehemu fulani hapo, wote wamepelekwa Kinshasa kwa sababu ya kurejesha mambo ya usafi na kurejesha kila chote kinavyoendelea vibaya zaidi ndani ya Kinshasa. Lakini kuna wale wamekuja na mission ya kusema kama watawabamba, lakini habari zingine zenye zinakuja kutokea nimewatangazia na kuambia hivi kuhusu mkutano umefanyika Kinshasa ndani ya Hotel Fleuve Congo. Hii mkutano kwa sababu ya kukubalisha mkatiba ama kukubalisha constitution kubadilishwa. Hili litakuja kuleta changamoto kwa wakaaji, kuleta changamoto kwa serikali yenye iko, kuleta changamoto na opposition yenye yuko. Mnakumbuka tarehe 18 tarehe 8 mwezi wa 7 maopoza wenye wako mara moja ndani ya seta ya Kinshasa wote, Martin Fayulu na viongozi wengine wanasema inabidi wakamate waingie ndani ya seta ya rais kufanya maandamano huko, lakini IDPS hailali. IDPS inaendelea kuwamaliza. Muliona gisi tarehe 12 walipigwa, wengine wakauawa, wengine wakaumia, mpaka viongozi wakachapwa kichwa. Wewe ni nani utasimama kweli? Ndugu zangu Wakongomani, natajika kila mtu ajielewe na jitambue, kwa sababu hii propaganda ili serikali tuko kwayo. Yoyote atakuja kwenye serikali, msiamini vitu anaozungumza, kwa sababu hakuna mtu anayotenda. Watu wanaoteseka ni watu wa Sud Kivu na watu wa Nord Kivu, kwa sababu watu wa Nord Kivu hawana akili, ni wapumbavu. Watu wa Sud Kivu hawana akili, ni wapumbavu, wanaichukulia kimchezo. Lakini mkiangalia vizuri, mjifikirie vizuri, mtaona haya yote ndio kuwatangazia, mtajua kwa sasa kwa nini vita ya Sud Kivu ni la kugrow sana, kwa nini vita ya Nord Kivu ni la kusonga haiishi, kwa sababu hapa ndani kuna mambo inaitwa propaganda. Kumbuka Sud Kivu ni sehemu ya uchimbaji wa madini. Kumbuka Nord Kivu ni sehemu ya uchimbaji wa madini.
na wanaekaa katika sekta hili, na ndio maana mapambano inaingilia. Ukiangalia upande wa Katanga, Lubumbashi, hata ukiona kule, hata sasa walikuwa nasikia kama M23 wataingia, walikuwa wanaanza kujinyambia kwenye matako zao, kwa sababu walikuwa najua hapa kuna mambo inakuja kubadilika. Lakini watoto wa Sud Kivu, wa Nord Kivu, hao walishazoea mateso, walishazoea vita. Kwa sasa hao mambo ya kupigwa ama nini, hawa tushtuke. Ndugu zangu, nawaambia hivi, ukiwa unanisikiliza mara moja, subscribe, like, comment. Kumbuka Media Ngoma TV ndio inaendelea kuwaletea habari zenye uhakika na habari zenye kueleweka, na kutakia heri njema. Bye bye, Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.